Habari na karibu tena kwenye kitabu cha Ufunuo kinachofunua. Leo tuna moja nzuri ambayo naita fumbo la koma na. Inasikika kama jambo la ajabu, lakini kuna ufunuo huu wa ajabu wa kusudi la koma ikifuatiwa na neno na nilifunua hili miaka michache iliyopita katika chaneli yetu kuu Huduma Iliyofichuliwa, na inaleta kina kirefu zaidi cha uelewa wa unabii. Na leo tunapoingia katika hili, nitakuonyesha msingi kile ambacho tumekuwa tukifundisha kwa muda mrefu, ambacho ni ufunuo wa pili wa Korinto 12, kwamba mwisho wa siku kwa kweli ni kipindi cha miaka 14 na si miaka 7 kama sote tumeambiwa. Umeelewa kwamba mwisho wa siku ni Luka kabla ya tribu, Marko katikati ya tribu, Mathayo baada ya tribu, kwamba ni kwa kipindi cha miaka 14 kama ufahamu wa kinabii uliofumwa katika 2 wa Korintho sura ya 12 na Paulo. Sasa umeanza kuelewa hilo? Nitakuonyesha hili kwa mifano mitatu hapa usiku wa leo, hiki kiambishi na ufunuo, na jinsi kilivyo na nguvu kukupa ufunuo wa kina zaidi. Na tutaanza hapa katika Luka sura ya 12, na nitaijenga katika kabla ya tribu, katikati ya tribu na baada ya tribu, picha za kuja kwa Bwana na za nyakati za kabla, katikati na baada. Tazama inavyosema hapa katika Luka sura ya 12. Tuna kipande hiki kizuri cha maandiko, tena unabii. Nilipitia kile kilichokuwa kikiendelea siku hizo katika Luka sura ya 12, na kumbuka, nisiposema niko katika sura gani, angalia tu kulia katika Luka sura ya 12 katika mstari wa 35. Hii pia ni picha ya kinabii ya Bwana akiwajulisha kundi la watu kuwa tayari atakaporudi kutoka kwenye harusi, kwamba atakapobisha hodi na wao wakamfungulia mara moja, atakuja na kuketi nao na kuwahudumia na kula nao. Kisha unaona kuna zamu ya pili na zamu ya tatu. Tumeweka mafundisho kuhusu hili. Hii ni kundi la zamu ya kwanza ambalo anasema liwe tayari atakaporudi kutoka kwenye harusi, ambayo ina maana kwamba wao huenda ni sehemu ya kundi la bibi harusi kabla ya dhiki, lakini wanachaguliwa na Bwana kubaki na kumtumikia. Kwa hiyo anawafahamisha na atawafahamisha muda mfupi tu kabla ya tukio kabla ya dhiki kutokea. Tumeweka mafundisho kuhusu hili pia kwa miaka mingi. Kwa hiyo unaona nini hapa? Anawafahamisha kundi la zamu ya kwanza kwamba anaenda kwenye harusi, lakini wawe tayari atakaporudi, sawa, ambayo ina maana kuna kundi la harusi la kabla ya dhiki na kuna kundi linalobaki kumtumikia Bwana. Utaona kwa nini hili ni muhimu. Katika Luka sura ya 20 tunaona picha hii ambapo mwanamke alikuwa ameolewa na waume 7. Walifariki, kisha akaolewa tena, wakafariki, akaolewa tena. Na wanamuuliza Bwana mbinguni, nani atakuwa mume wake? Na Bwana anasema katika Luka 20 mstari wa 34, akawajibu akawaambia, wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale watakaohesabiwa kuwa wamestahili kuupata ule ulimwengu na ufufuo wa wafu hawaoi wala hawaolewi. Sawa, wao ni sawa na malaika. Wao ni watoto wa Mungu, wakiwa watoto wa ufufuo. Sasa watu wengi hawatakuwahi kukuonyesha hilo. Hii inaonyesha kwamba sio tu kuna utengano kati ya waliostahili kuhesabiwa na ufufuo wa wafu, bali pia mwisho wake unamaanisha kuna zaidi ya hayo. Ni utengano wa ziada, ikimaanisha kuna mambo mawili yanayotokea, sehemu mbili za watu. Kuna wale ambao ni waliostahili kuhesabiwa. Hawa ndio wanaochukuliwa kabla ya dhiki kwenda kwenye harusi ya mataifa kabla ya dhiki. Wale ambao ni sehemu ya ufufuo wa wafu ndio ambao tumeona sasa hivi, ambao anawaambia katika Luka sura ya 12 anapozungumza kwenye mistari ya 35 na 36 kuwa tayari atakaporudi kutoka kwenye harusi. Makundi mawili. Na hili unalipata tu katika Injili ya Luka na katika hadithi ya Luka kuhusu yule mwanamke mwenye waume 7. Unalipata tofauti katika Marko na tofauti katika Mathayo. Kwa kweli tumefanya mafundisho kuhusu tofauti ya kuhesabiwa kuwa amestahili katika lile la mwisho au la pili kutoka mwisho. Kwa hiyo unaona hapa kwamba kuna makundi mawili yanayohusishwa na hili la kabla ya dhiki, wale waliohesabiwa kuwa wamestahili kabla na wale watakaobaki kumtumikia Bwana. Tunaona katika Luka sura ya 21 mstari wa 36,
kesheni basi na kuomba siku zote, ili mpate kuhesabiwa kuwa wamestahili kuokoka mambo haya yote yatakayokuja na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Kati ya injili zote, kati ya injili za muhtasari za Luka, Marko, Matayo, kabla ya dhiki, katikati ya dhiki, baada ya dhiki, huu ndio mstari wa kabla ya dhiki katika hadithi yote ya injili. Luka 21:36. Na ni akina nani hao wanaokwenda kabla ya dhuluma? Hilo litakosa kutoroka kila kitu. Ni wale wanaohesabiwa kuwa wanastahili. Hiyo ndiyo harusi ambayo Bwana anaenda kuifanya. Na katika Luka sura ya 14, angalia kile tunachokiona katika injili ya Luka pekee. Katika sura ya 14, je, tunapata hadithi ya harusi ikifuatiwa kama karamu ya harusi ikifuatiwa na karamu? Kwa hiyo unachogundua ni kwamba katika Luka 14, mfano huu wa karamu ya harusi unaofuatiwa na mfano wa karamu kuu ni picha ya harusi kabla ya dhiki, kwamba hii kundi la kabla ya dhiki litachukuliwa huko, na kwamba hii karamu inayozungumziwa baadaye ni kwa ajili ya kundi hili la mabaki, kwamba alisema katika Luka 12, atakaporudi kutoka kwenye harusi ataketi nao na kula nao chakula. Na tunajua hili. Tazama ni nani? Tazama thawabu yao ni nini? Kwani utalipwa katika ufufuo wa wenye haki. Hawa ndio watakaoshiriki katika ufufuo wa kwanza. Je, unajua kwamba hakuna karamu ya harusi, hakuna hadithi ya harusi katika injili ya Marko, na kwamba katika injili ya Matayo kuna aina nyingine ya hadithi ya harusi, kwa sababu ni ile ya baada ya kabila la Wayahudi, lakini hakuna karamu ya harusi. Hilo linapatikana katika Luka pekee. Unaona kwa nini? Kwa sababu kuna kabla ya dhiki na kuna mabaki kutoka kwao ambao walichaguliwa kubaki na kumtumikia Bwana, ambao watashiriki katika ufufuo wa wenye haki. Ndiyo maana uliiona ile koma. Na kwa hadithi ya yule mwanamke mwenye waume 7 na maelezo yanayotolewa kwa aina mbili tofauti za watu, wale wa kabla ya dhiki na wale waliochaguliwa kutoka miongoni mwao kubaki na kumtumikia Bwana, ambao watashiriki katika ufufuo wa wafu. Ni jambo la kushangaza kabisa, na unaweza kuona ni akina nani hapa katika Ufunuo 2 kuanzia mstari wa 8. Na kanisa la Smirna, hawa ndo watakaopitia dhiki. Baadhi yao watauawa, wengine watafungwa gerezani, na thawabu yao itakuwa kwamba hawataumizwa na mauti ya pili. Ni akina nani ambao hawaumizi na mauti ya pili? Ufunuo sura ya 20 kuanzia mstari wa 4, wale waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Mungu, ambao hawakuchukua sanamu yake wala kuisujudia au kuchukua chapa yake, na walifufuliwa ili kutawala na kutawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Na waliokufa wengine walifufuliwa, sivyo? Ni kundi hili tu ndilo linapata kufufuliwa ili kutawala na kutawala pamoja nao katika miaka 1000, na hii inaitwa ufufuo wa kwanza. Na angalia inachosema katika mstari wa 6, juu ya hao mauti ya pili haina nguvu. Hiki ndicho kikundi unachokiona. Kila mtu anafikiri kwamba kila mtu kabla ya dhiki atafufuliwa mwishoni ili kutawala na kutawala pamoja na Kristo, lakini inasema ni wale tu watakaokuwa mashahidi wa Kristo, watakaomtumikia wakati wa dhiki. Wale walioweka shingo zao rehani ndio watakaoshiriki katika ufufuo wa kwanza ili kutawala na kutawala pamoja nao. Unaona, kuna hiyo kundi la pili. Kwa hiyo unaona ni ile koma, na hiyo ndio inayotofautisha hilo. Ilikuwa ni hadithi ya sehemu mbili za makundi mawili tofauti ya watu ambao ni sehemu ya kabla ya dhiki, lakini sehemu nyingine kutoka kwao imechaguliwa kubaki na kutumikia. Sasa hebu nikuonyeshe mfano mwingine wa pili, na huu umeunganishwa na ule umati mkubwa wa katikati ya dhiki. Hapa tupo katika Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9, ule umati mkubwa wa katikati ya dhiki, na unaona wale waliokuwa wamesimama mbele ya mwanakondoo wamevaa mavazi meupe, koma na matawi ya mitende mikononi mwao. Hii pia ni makundi mawili ya watu. Mavazi meupe, angalia lili. Katika Ufunuo sura ya 6 kutakuwa na wale ambao watakufa wakati wa dhiki. Sawa, si kama wale mashahidi wanaomtumikia Bwana ambao tuliwaona kwenye kundi la kwanza la watendakazi, bali ni watu tu ambao hawatataka kuchukua alama na kadhalika. Ni nani watakao kufa wakati wa kipindi cha mihuri? Huenda hata wanandoa wachache au watu milioni 300 hivi wakati huo, lakini si waumini wote wanaodai kuja kwa Kristo wakati wa dhiki ya mihuri watakufa.
lakini wale watakaokufa, inasema, wanapewa mavazi meupe na kuambiwa wasubiri hadi ndugu zao wengine waje kama walivyofanya wao. Hawa ndio wale waliovaa mavazi meupe. Hawa ndio waliokufa wakati wa mihuri, na watakuwa na Bwana atakaporudi katikati ya dhiki, kwenye ule umati mkubwa wa katikati ya dhiki. Sasa angalia hili, ni akina nani walio na matawi ya mitende mikononi mwao? Sasa kama ulivyoanza kuelewa tofauti kwamba Luka ni kabla, Marko ni katikati, Mathayo ni baada, katika mafundisho yajayo nitakuonyesha hilo. Kuingia kwa ushindi katika Luka ni mfano wa Bwana kuja baada ya harusi. Halafu katika Marko ni mfano wa Bwana kuja mwishoni mwa mihuri kwa ajili ya ule umati mkubwa wa katikati ya dhiki. Na mwishoni mwa Mathayo ni kuingia kwa Bwana kwa shangwe kukiwa chini. Hilo linakuja katika fundisho lijalo. Lakini unaona hili hapa katika kuingia kwa ushindi katika Marko 11 mstari wa 8, tunaona na kutandaza mavazi yao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti. Neno hili kwa matawi ya miti limetumika mara moja tu na liko katika Injili ya Marko. Kwa nini hili lina umuhimu? Kwa sababu ni matawi ya mitende yanayopunguzwa na wale walio hai. Hiyo ndiyo picha ya kinabii. Hicho ndicho unachopata hapa. Ni wao wanaolia, wanakata matawi na kupunga matawi, wakilia hosana juu mbinguni katika kuja kwa Bwana mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri. Anapokuja kwa ajili ya umati mkubwa, ni wale waliokufa wakati wa mihuri pamoja na wale walio hai wakiwa na matawi ya mitende mikononi mwao. Je, hilo si jambo la kushangaza? Ni ajabu sana unapoiona. Sasa wacha nikuonyeshe kabla ya dhiki, baada ya dhiki. Samahani, tazama kinachotokea hapa. Kwa hivyo hii iko katika takriban alama ya miaka 10 na nusu katikati ya tarumbeta hadi mwisho. Tazama kitakachotokea hadi mwisho, hadi miaka 14. Hii ni moja ambayo watu hawaioni kamwe, sawa? Hili ndilo jambo kubwa zaidi ambalo watu hulizungumzia na hawalioni kamwe. Inasema katika Ufunuo 12 mstari wa 14, mwanamke akaruka kwenda nyikani ambako anatunzwa kwa wakati, kisha nyakati, kisha nusu. Sawa? Ona hii ya kwanza kati ya wakati na nyakati. Je, ni mwisho? Lakini ukienda kwenye Danieli sura ya 12 mstari wa 7, inasema kwamba hii itadumu kwa muda gani? Sawa? Kwa sababu shetani ametupwa chini, shimo limefunguliwa, mnyama amerudi. Ni katikati ya tarumbeta, ni wakati mbaya zaidi kuwahi kutokea, na anapiga kelele, hii itadumu kwa muda gani? Na anaambiwa katika Danieli 12 mstari wa 7 kwamba itakuwa kwa wakati, nyakati na nusu. Umeona hapa hakuna mwisho, ambayo na maana ni 1, 2 pamoja na nusu, na hii katika Danieli 12:7 ni miaka 2 na nusu. Lakini katika Ufunuo sura ya 12 ni 1 pamoja na 2 pamoja na nusu, ambayo ni miaka 3 na nusu. Wacha nikuonyeshe mfano wa hii. Bila neno na, unayo 1, 2, 3, 4, 5 na nusu ingekuwa 5 na nusu. Ukiongeza neno na, unayo 1 na 2 na 3 na 4 na 5 na nusu ingekuwa 15 na nusu. Unaona, hii ni kama kuhesabu moja kwa moja tu. Halafu mwishoni, hicho ndicho kinakuwa kiasi cha nambari. Hii ni kuongeza, 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 kuongeza. Huo ndio utofauti, ambaye inamaanisha hawa watu watakimbilia nyikani hadi mwisho wa mwaka wa 14. Lakini Bwana atarudi na kuweka miguu yake juu ya mlima wa Mizeituni baada ya miaka 2 na nusu, ambayo inamaanisha kuna mwaka mmoja umebaki wa dhiki. Na ndio maana tunaona katika Ufunuo 10 mstari wa 7 kwamba mara tu malaika wa 7 atakapopiga baragumu, siri ya Mungu itatimizwa. Na tazama inavyosema katika Danieli 12 kwamba mara tu miaka hiyo 2 na nusu itakapokwisha, mambo yote yatakuwa yamekamilika. Kwa sababu ni Bwana akirudi miguu yake chini kwenye mlima wa Mizeituni wakati wa tarumbeta ya 7. Kila kitu mbinguni na duniani sasa ni chake. Bwana Mungu Mwenyezi anatawala sasa, na wakati wa ghadhabu yake umefika. Wakati wa ghadhabu yake umefika. Hii ni Zekaria sura ya 14, wakati Bwana anaporudi miguu yake chini kwenye mlima wa Mizeituni kwa mwaka wa 14 wa mwisho kuleta uharibifu dhidi ya maadui wote.
Mimi kwa sasa